Umefanya nini? Watu wastaarabu ambao ni majirani zetu umewafanyia maigizo. Mambo yamefika hapa yalipo. Watu wanasemaga unaweza kuwaondoa watu kwenye nyumba zao duni, lakini huwezi kuondoa hali duni iliyoko ndani yao. Unadhani ulifanya sawa? Ulisababisha matatizo kwenye familia na uliacha watu hayatazame. Angalia, huu moto ambao umeuwasha kwenye familia ya watu, ipo siku na wewe atatokea kwenye familia yako. Yule mwanamke hana aibu kabisa. Hana mtoto wa kike na ndio maana hawaheshimu kabisa watoto wa kike wa watu wengine. Manvi, unalia nini sasa? Unachotakiwa ni kuwa na furaha ya kwamba binti yako ameokoka kuolewa katika ile familia. Yule Akash ni mkorofi kweli, nilitaka toto. Yule mchawi amekuja kuleta matatizo mengi hapa. Amekuja hapa anajifanya anajua kuongea sana. Sasa ndugu ataanza kupiga simu na kuuliza kwa nini ndoa imefutwa. Watu wanapenda sana kupaka chumvi kwenye vidonda vya wenzao. Itatubidi tufanye vipimo vya DNA. Unaongea nini? Umechanganyikiwa au? Alikuwa anamnyoshia dada yako kidole na amekupa lawama usizostahili. Alafu unataka kumbembeleza. Utakubali Rachna aendelee kuzalilika kwa sababu yao tu? Sivifanye hivyo vipimo kwa sababu yao. Na wala sio kwa ajili yangu pia. Nahitaji ushahidi. Nitapata ushahidi na nitawajibu. Sitamwacha yeyote yule. Rachna alifanya ujinga sana kwa kuamua kumwamini yule kijana. Ila kama sitaweza kumruhusu mtu yote aweze kumtuka dadangu kiasi kile. Sahau kuhusu harusi. Sahau maelezo yote. Wamemtukana sana dada yangu. Wameidhalilisha na familia yangu. Sasa nitadhalilisha na wao pia. Si wanataka ushahidi? Basi nitawapatia ushahidi. Na nitawapa jibu linalowafaa. Kwa jinsi walivyompa maumivu dada yangu Rachna. Basi mimi nitaweza kuwapatia maumivu mara 100 zaidi. Gari yao kubwa haiwezi kuingia kwenye mtaa wangu. Basi mimi nitahakikisha hilo jumba lao na jina lao vyote vinaharibika. Kwanza nipigie simu mara ngapi? Bulbul, mheshimiwa, Purabu amwone Rutra wala faili zake. Usimute mheshimiwa. Yesi nitakataka chura kama chura wengine. Anasema nini huyo? Hakuna kitu mheshimiwa. Niambia nini anachokisema. Siwezi kusema chochote mheshimiwa. Unajua nini? Hata takataka yenyewe nasubiri, sio kama alivyokuwa chura. Yaani yule chura anakera kama nini? Anaita mimi mwizi. Mimi. Weka sauti kubwa. Mkuu. Nimekwambia weka sauti kubwa. Nenda kaambia bwana Purabu kwamba kichwa chake kuna kitu kimejaa mavi matupu. Kwanza hana hadhi ya kiasi hicho, isoshe ni mbaya. Mjinga na ni mraisi kama nini? Yeye ndo kimtafuta. Mchawi utampata tu. Yaani huyo bosi wako. Mchawi wa msituni, tena mchawi kabisa. Yule kimona, unajua kabisa huyu anaruka. Nilipokutana naye kwa mara ya kwanza tu, nikajua moja kwa moja kwamba ni mchawi na anatumia tu nyota za kufanya kazi. Na tabia yake kubwa ni kunyanyasa wasichana wa watu. Hata sijui siku yangu mbaya ilikuwa ni vipi, yani nilipoiona sura yake tu kwa mara ya kwanza. Wacha nimshukuru Mungu. Sifanye kazi tena katika ofisi ya mchawi. Ngoja nikushauri pia. Acha hiyo kazi na wewe. Sikiliza. Nikwambie kitu. Yaani ninavyomtukana bosi wako leo najisikia vizuri, uwezi hata kuamini. Hapo sikia. Naomba usimpigie tena simu, la sio nitakutukana na wewe saa. Hebu niambie kitu. Je, nilitakiwa kufanya uchunguzi sahihi kujua nani aliniibia haya mafaili? Mheshimiwa, kawaida tunafanya kazi kwenye kampuni ndogo kwa sababu ofisi ni ndogo na bosi ana roho nzuri. Na tunapata nafasi ya kuongea na bosi. Na tunapata nafasi ya kufahamiana na wafanyakazi wenzetu vizuri. Na jinsi tunavyomjua Bulbul, sio aina ya msichana unayemfikiria. Mheshimiwa, samahani sana. Nimeongea. Tafadhali, usinifukuze. Kwa nini kufukuze? Kwani mimi ni mwehu? Purab, haujiamini wewe mwenyewe na sio Bulbul. Kwa nini unasema hivyo shangazi? Ananikasirisha mno. Na kila wakati ananiudhi tu. Anaweza kufikiria chochote. Yaani yule msichana. Yule ni msichana mzuri sana. Na wewe pia unalifahamu hilo vizuri sana. Lakini hutaki kulikubali hilo. Ndio maana unajikasirikia wewe mwenyewe. Anapokuja mbele yako tu, ghafla tu unabadilika.
Muda mwingine unamkodolea tu macho na muda mwingine unabaki tu unatabasamu. Yeye anakuathiri sana. Chukulia mfano sasa hivi. Umemwondoa ofisini, lakini bado haujaweza kumfuta katika akili yako. Yuko tofauti na yule ambaye yuko tofauti na wengine. Usije ukamtenganisha nasi. Mrudishe. Tafadhali mrudishe. Bibi, unanipaka tena mafuta yako yanaonuka bwana. Hebu nyamaza. Yaani wewe hujui unachoweka kwenye nywele zako kila siku? Manukato, dawa au mafuta. Kama usipopaka mafuta, basi nywele zako zitaanguka. Bibi, hata harufu ya mafuta yako anaweza kufanya hivi. Hebu angalia sasa. Nyamaza. Haya mafuta yametengenezwa kutokana na miti asili. Na wala sio vitu feki kama hivyo vya kwako ambavyo unavitangaza. Bibi, kama utanisugua kama hivi basi nitalala. Na nitaota kabisa. Ni vizuri. We lala. Bibi, hakuna mwenye muda wa kulala hapa. Matukio siku nzima, kukata utepe, kutengeneza matangazo, na jioni ni matamasha. Ndio maana ila hutaki kunisikiliza. Yaani sijui kwa nini bibi, usifanye kazi katika vitengo vya harusi, maana unaweza kumshawishi kila mmoja aoe kwa tabia yako uliokuwa nayo bibi yangu. Wote utafanya hivyo. Maana unaweza kumshawishi kila mtu aoe. Kweli kabisa. Isipokuwa wewe. Ni wewe tu ndiye unayeona ndoa ni matatizo, ndio maana hutaki kuoa. Na huyo Akash naye anajua anakaribia kuoa, lakini anatuletea matatizo mengine. Ndio bibi. Akash amekaa ugumu kwenye kila kitu. Yaani kama huyo mtoto ni wa Akash, sintokubali kabisa Akash akimbie majukumu yake. Bibi, usina wasiwasi bwana. Chochote kile ambacho utakitaka, nakuahidi kitatokea. Unaona, sasa unapaka mafuta. Unajua ni kwa sababu gani unasikia usingizi? Ni kwa sababu ya hili joto lililopo katika viganja vyangu. Siku zote mtu anaweza akapata usingizi kwa amani akiwa anajua yule mtu wake wa karibu yuko pamoja naye siku zote. Kwa nini unakuwa na wasiwasi hivi? Sisi wote tuko upande wako. Muda umekwenda sana, ulale. Ulikuwa kama ukuta ukisimama nyuma yangu kwa kila tatizo nilopitia. Vivyo hivyo hata mimi pia kamwe sitakuacha peke yako. Haijalishi kitu gani kitokee. Kamwe sitaweza kabisa kuchanganya urafiki wetu pamoja na mapenzi. Daima nitaendelea kuwa pembeni yako. Na daima nitakuwa nikikuunga mkono. Mimi naondoka. Mwanangu, subiri kwanza. Nataka nikupe habari njema za kushangaza. Mimi leo nilienda nyumbani kwa kina Rachna kwa ajili ya ombi la Akash. Nini? Ndiyo mama, hiki sina ulichokuwa unakitaka. Mama, kila kitu kipo sawa. Ila yule binti kabla ya kuwa mpenzi wake na Akash, alikuwa na wapenzi 3 au 4 hivi. Hata wao pia wamekiri kuwa huyu Rachna ana marafiki wengi sana wa kiume. Hivyo inabidi tujue huyo mtoto kama ni wa Akash ama la, si ndio mama? Siku ile najua mimi nilipanic sana. Lakini wewe usio na wasiwasi mama. Katika hii nyumba chochote unachotaka kifanyike kitafanyika. Na kama wewe unataka Akash amoe huyo Rachna, basi ni lazima atamuoa huyo Rachna. Na kama huyo mtoto ni wa Akash au la. Hello? Niambie Pura. Hapana. Waambie sitopikia chochote kile pungufu na milioni 4. Wanasema ni vipande 3 tu. Vitaisha baada ya lisaa. Utatengeneza pesa nyingi sana kwenye ile kazi ya lisali moja. Tena kwa muda mwaka mzima, na kama nitafanya hivyo sasa basi sitoweza kulipwa tena. Waambie nitawapa vipande 3 kwa nusu saa. Na sitorudia. Sawa basi, nitawaambia. Sawa. Poa, wewe waambie nakuja sasa hivi. Sije kukataa pesa rafiki. Mama na baba, usiku mwema, nawapenda sana. Usiku mwema. Hebu ingia ndani. Alafu
Kila wakati unapenda kunywa haya madude. Huu ni mchanganyiko wa protini, unajua inajenga misuli, nitakuwa kama kaka tu. Si unaona misuli yangu inavyojaa? Ala, kama kaka yako Hivi unajua huyu kaka yako anaitumiaje hii misuli? Anafanyaje? Kila lisali moja yeye anatengeneza pesa tu. Hebu weka hapa. Kila wakati unakunywa tu madude. Baba, unafanya nini Pami? Na wewe hebu kaa kimya tafadhali. Ni kitu gani umenipa mpaka sasa? Zaidi tu watoto wapumbavu wawili. Ni wapumbavu tu hawa kabisa. Huyu mtoto wa kwanza, yeye ndo hafai kabisa. Kazi yake ni kufanya kazi ndogo ndogo tu. Hamna la maana. Mimi nilidhani labda yeye ndo ataka nafasi ya Purabu, lakini hapana, hawezi kufanya kitu kama hiko. Alafu huyu ndo mjinga kabisa. Hakuna chochote anachoweza kukifanya. Mama, sio hivyo. Nataka ukae vizuri na unisikilize. Kama hautafanikiwa kuja kumwoa huyo Sukriti, basi utaona. Nataka pesa zote kutoka kwa babake Sukriti. Pesa. Wewe unataka pesa tu. Wala hizo pesa zenyewe uweze kuzitumia zaidi. Umeshazikosa tayari. Mimi nachokitaka ni pesa tu. Naweza kufanya kila kitu kwa ajili ya hiyo pesa. Unaenda wapi? Hebu toa simu yako na umpigie Rachna. Nataka umpeleke sehemu. Nini? Hayo mengine mimi nitayamaliza. Mama, andake fungua kinywa, mimi naenda kuchukua maziwa afu narudi sasa hivi. Sio hata kwa nini mleta maziwa na kuwa anachukua likizo kila siku. Bulbul, mbona uende ofisini siku hizi? Umechukua likizo ama? Na kwa nini siku hizi umekuwa huendi chuo Ni kwa sababu unampa support shemeji yangu Hebu acha kubadili mada tafadhali. Hebu na baba stende hekaluni. Bulbul, kuna kitu kimekosekana Una tatizo lolote ofisini kwenu? Nimeshaacha kazi. Umeacha unamaanisha? Sijasema kama nimeacha. Kikweli yule bosi ni mkorofi, kanifukuza. Unajua kwa nini? Ananishtumu mimi na kuniambia kwamba nimeiba nyaraka za siri sana ofisini. Kweli dada? Bulbul, jambo kubwa kama hili limetokea, silikubidi uniambie. Dada, ningekuambia wapi mie? Muda nyingi ningeupatia wapi? Kikweli kuna matatizo mengi sana hapa nyumbani yametokea. Na mwenyewe pia alikuwa anaonekana na hasira. Ile lepura bola sitomwacha salama. Nakwambia nitampafuza mbona hata nisahau maisha yake yote. Haya, nisimulie hadithi nzima basi. Nini kimetokea? Dada, Bulbul, yaani bosi wako anakupa shutuma za wizi alafu umekaa tu ufanye chochote kile. Hii sio sahihi Bulbul. Hakuna shida kama ukiacha kazi, lakini hili ni swala la heshima yako binafsi, swala la hadhi yako. Hautaki kukaa kimya katika hili. Hebu mtazame Suresh, anampambania Rachna atoke katika matatizo yalionayo, na sisi tuko tu tunaangaliana. Hilo kwa sisi haujalifanya, basi utakiwa kabisa kupewa adhabu katika hilo. Dada, unajua nini? Uko sawa kabisa. Hivi bora bwana akili kule ananichukuliaje mimi Eti mimi nikae kimya kwa kila kitu ambacho anakiongea? Hapana. Wasubiri, nitamuelewesha na nitamhakikishia kwamba amefanya kosa kubwa sana kwangu. Lazima nimfundishe somo. Namaanisha lazima ajute. Kweli tena tajuta kunifahamu. Unanipitisha njia ipi ya mkato ambayo haina barabara na mashimo mengi hivi? Eti kaka, hii njia tutafika ndani ya dakika 10. Hebu niambie, unataka foleni au barabara za mashimo? Mashimo yako sawa. Muda ni pesa na tayari tumeshachelewa tayari. Dada! We, kuna machoka na shida gani huoni Acha! Nilivyo yote matajiri wanachukuliaje sisi maskini? Daima wanatufuatilia tu. Na washangazi tajiri naye kuna mwambia nini Rachna? Pura bwana ofisini kanita mwizi. Huyu naye na gari lake kajifanya kipofu kakumwagia mitope. Kaka, acha bana. Wewe sikujua ni watu aina gani wako katika huu mtaa. Alafu wewe ni star. Kwa nini upoteze muda kubishana na watu kama hawa? Sikiliza Purab. Watu huwa wananirushia maua. Ila muda huu kuna mtu kanirushia jiwe. Naomba tulie tafadhali. Wacha nikaona. Dada, subiri hapa. Mimi ngoja nikakuletea maji sasa hivi. Samahani. Unapenda kutembea katikati ya mtaa Huoni kuna mashimo mangapi barabarani? Hauwezi kutembea pembeni wewe. Sikiliza, wala liko kosa langu. Nipo katika hali kama hii kwa sababu yako. Kosa langu mimi? Mimi ndo nimetengeneza mashimo. Na mimi pia ndo nikajaza matope. Ili ni kosa lako. Unawezaje kuthubutu kurusha jiwe kwenye gari langu?
Abi anafikiria yule msichana ndo amemrushia jiwe, lakini mimi najua vizuri kwamba huyu Bulbul ndo amerusha. Mungu, kwani nawafanya hawa wasichana wakorofi siku hizi? Sijarusha jiwe lolote lile katika gari lako. Yaani wewe umekosea na bado unadanganya. Kwa sababu nyewe watu hamwezi kununua magari, ndio maana mnaleta visirani vyenu kwa watu wenye magari makubwa, si ndio? Na mlipoona nashuka kwenye gari basi mkahisi mmeshinda bahati nasibu, si ndio? Nimesimama mbele yenu sasa. Nimefanya nini kwani? Abi? Ndio sasa hivi nimefanya kitu gani? Abi. Najua ni sasa hivi. Mimi ni Abi. Wewe unajua nani sasa hivi? Oh, Mungu wangu. Mungu wangu, una uhakika? Wewe ni mmoja kati ya ile asilimia chache ambao hamjui Abi. Wewe ni mmoja wa wale ambao mnazeeka bila kumjua Abi kabisa yani. Haunijui ndio maana umethubutu kurusha jiwe kwenye gari langu bila kuogopa. Wasichana wenzako wanahangaika kuja kulibusu gari langu. Wengine wanakimbilia kuja kupata hata sahihi tu au hata kupiga nalo picha. Na wewe unakosa nafasi. Mimi ni nyota mkubwa wa roki katika hii nchi. Nilikuwa nachelewa kupiga picha zangu na wewe. Nimepata hasara katika kazi zangu. Nitakutafuta hata chini ya ardhi ili nikufundishe adabu. Unajua mkataba wangu una thamani gani? Milioni 4. Milioni 4 kwa saa moja tu? Katika maisha yako umewahi kuiona milioni 4 wewe? Sijawahi kuiona. Na hautoiona. Umenipotezea dakika zangu 10. Unajua dakika zangu 10 zina thamani gani? Thamani yake ni 400,000. Yaani umenikasirisha sana leo. Kiasi kwamba itaweza kunichukua dakika 15 kuweza kukaa sawa. Tofauti na hivyo sitokaa sawa kabisa. Na kama nisingesimamisha gari langu... Mimi wala sikukwambia usimamishe gari lako. Na zaidi ya yote, ni gari lako limerusha matope katika uso wangu. Na sijarusha jiwe lolote lile katika gari lako. Na hata hivyo, ulivyosimamisha gari lako nikajua kwamba nakuja kuniomba msamaha. Mimi niombe msamaha? Unatembea katikati ya barabara alafu nataka mimi nikuombe wewe msamaha? Watu kama wewe. Na sisi tunatembea kwa makini kabisa barabarani. Huwa tunatizama mbele na nyuma kabla tujavuka barabara. Watu kama ninyi ndio huwa waharibifu barabarani. Umeshawahi kwenda stesheni ya treni? Sisi huwa tunasafiri kwa kutumia treni. La pili tunapokuwa barabarani, huwa tunatembea pembezoni kabisa mwa mitaa ili kukupa watu waharibifu kama ninyi barabarani. Lakini je, tumeshawahi kulalamika? Hapana. Ila watu kama ninyi huja na magari yenu makubwa. Huwa mnakuwa katika mwendokasi mkubwa, mmefungulia kiyoyozi, mziki mkubwa, mnakuwa makini barabarani. Haya magari yenu makubwa, kwa nini mnapenda kuleta katika barabara zetu hizi? Kwa nini unaendesha kwa mwendokasi namna ile? Eti kisa tu umechelewa. Kwa sababu tu ya hiyo posho yako ya milioni 4. Umefanya lisali moja langu lote lipotee. Nilikuwa nikielekea dukani. Mama yangu ameniagiza maziwa ili atengenezee chai. Sidhani kama hilo litawezekana tena. Mama yangu atakuwa ameingia hasara mara 2 kwa kutengeneza chai kwa mara nyingine tena. Na hata hivyo mpaka kipindi ambacho tutakuwa nimefika nyumbani, mama yangu atakuwa na wasiwasi. Ana mawazo tele kichwani mwake. Lazima atapatwa na BP sasa hivi. Na kama BP ya mama yangu ikipanda hata kwa pointi 5, hata ukikusanya milioni 50 zako hazitaweza kumtibia. Na huu mtandio mama yangu alinizawadia katika siku yangu ya kuzaliwa. Inanibidi nifutie matope sasa hivi. Hauna thamani tena kwangu leo kwa sababu tayari umeshauchafua. Na zaidi ya yote nitachelewa kwenda chuoni. Baada ya masomo mimi huwa nakaa na wanafunzi wenzangu walau nacheka nao kidogo, lakini hilo naona haitawezekana leo hii. Lakini ukiniona hivi leo hii hawataweza kucheka tena. Hakuna chochote kinachoweza kufanyika ili kuweza kurejesha furaha yao leo hii. Pesa yako itaweza kununulia asali peke yake. Lakini pesa kwetu haiwezi kufikia thamani ya amani ama thamani ya furaha tuitakayo. Sidhani kama unaelewa hilo. Na hata kama ungekuwa hujarushia matope katika uso wangu kwa hilo gari lako, nisingekuwa na haja ya kuhitaji sahihi yako kwa sababu mimi sio shabiki yako hata kidogo. Sijali hata kidogo kuhusu muziki wako. Na tena kwa hakika, kama ningekuwa nimekukosea ni lazima ningekuomba msamaha, lakini najua wewe usingeweza kwa sababu huna adabu hata kidogo. Unajali kuhusu milioni 4 tu na hujali kuhusu mahusiano. Wewe ni mwalimu eh? Ndio maana unafundisha kumbe. Yaani asante Mungu, thamani ya saa langu moja ni milioni 4 na sio chai ya mama wala mayai ya kukaanga. Yaani kwa ulivyokosa akili unaifananisha milioni 4 na chai ya mama yako na mayai ya kukaanga. Hebu naomba uondoke sasa hivi kabla sijaenda kukushtaki polisi. Umeshatanua mbawa zako sana kutaka kupaa juu, ni muda wako kushuka chini sasa. Na siku utakayoanguka, ombea ardhi iwe karibu yako. Umemaliza? Chukua kitambaa changu. Kisha ujifute huo uso wako. Wewe sio shabiki yangu, kwa hiyo wala hauwezi kujua kabisa thamani yake. Furahia chai yako na mayai yako ya kukaanga ambayo unayafananisha na milioni 4 yangu. Alafu umependeza. के
Vipi, umemwona? Wewe pia umemwona? Ndio. Washenzi wawili walimwa chuo. Unaongelea kina nani? Unaongelea kina nani? Achana nalo. Amenipa bonge la darasa. Ameniambia kwamba muda wa mtu haufaminishwi kwa pesa ila hisia. Mimi nimehisi kama somo lake lina maana yote ile kwangu. Yaani nilikuwa nafanisha milioni yangu 4 na mayai ya kukaanga. Siamini kabisa. Abi! Ile gari ambayo nimerushia juu nilikuwa gari la Abi. Ndio, ni yeye. Na unajua alikuwa akisema nini? Amesema kwamba muda wake ni muhimu zaidi kuliko muda wetu. Watu kama hao inabidi wako soko rumande. Sijui tunafanya nini kumtana. Yaani mwenzako moyo wangu unamtaka kama nini? Unaongelea swala kwenda kumfunga jela. Yaani unataka kuona na Suresh basi umekuwa na boa kama nini? Inakubidi ukae mbali na watu kama Abi. Umeanza lini kuwa shabiki wa watu? Ninyi ndio watu ambao wamependa kushabikia watu ovyo. Ameuchafua uso wangu kwa matope, alafu badala ya kuniomba msamaha anakuja na kuanza kunidhihaki. Ulikuwa unataka kukutana naye, sio? Mimi sitaki kumwona tena katika maisha yangu yote. Na sitaweza kujiweka karibu na watu aina hiyo hata kidogo. Na sitaki hata wanikaribie. Kuna yule binti wa kule madukani na huyu binti ambaye nimeonana naye maeneo haya. Natumai kwamba sitakutana tena na mabinti wale. Dada. Unafanya nini wewe fala? Unafanya nini? Umefanya kitu gani sasa? Umetupa kitambaa cha Abi Unajua kitu gani ambacho wanaweza kufanya mashabiki wa Abi? Sikia, mashabiki wanaweza kufa kwa sababu ya hiki. Kama ni hivyo basi kifua kitengenezie frame kisha kitundike ukutani. Wow, dada jamani wazo zuri. Sikia, wewe kama unatoga mazo mazuri, kitapendeza kwenye chumba cha kuchorea ama chumbani kwangu. Nitakeka chumbani kwangu. Hapana, kwanza nitaenda kukifua, afu baada hapo nitakitengenezea frame nzuri. Kuna sehemu unakwenda Rachu? Wifi, Akashi amenipigia simu. Ameniomba niende nikakutane naye. Ile fujo yote ambayo mama yake aliifanya hapa, anataka kuja kuomba msamaha. Na je, utamsamehe? Hapana, sitamsamehe. Ila kwa kile ambacho amenifanyia, ni lazima nitamlipizia. Kwa sababu yake, kaka yangu haongei na mimi, halafu mama yangu amevurugwa sana. Sikiliza Racho, kama unataka kwenda kukutana naye basi fikiria kabla ya kwenda. Nadhani ninyi hamkupata nafasi hata kidogo ya kuongelea kuhusu hili. Basi kamsikilize kitu gani ambacho anataka kukisema. Na pia haya ni maisha yako na uamuzi wako ukizingatia. Kwa hiyo naomba ufikirie mara mbili Rachna. Na chochote ambacho utakiamua mimi nitakuwa nyuma yako. Asante wifi. Nitarudi. Natumai Rachna atampata mpenzi wake wa kweli. Mpenzi ambaye mimi nimeshindwa kumpata. Naweza kuelewa maumivu ambayo anayapitia. Kwani una huzuni? Una nini? Hakuna kitu mama. Wote tulikuwa na furaha sana na ghafla kila mtu amekuwa na huzuni. Nimesahau kuongea na Madhvi pamoja na Suresh kuhusiana na harusi yako wewe pamoja na Suresh. Inabidi tuchague tarehe. Pindi tu matatizo ya Rachna yatakapoisha, nitaenda kuongea na Madhvi kuhusu harusi yako wewe pamoja na Suresh. Hutakuwa na huzuni. Siwezi kumweleza mama ukweli nikiwa peke yangu. Nilimpa ahadi Suresh ya kwamba tutamweleza kweli tukiwa wote kwa pamoja. Sitaki uendelee kukaa kwa muda mrefu katika nyumba hii. Yaani nitakavyoupamba huo ukumbi. Mama, umetoka wapi na haya matope machafu kiasi hiki? Nitakutengenezea chai yako. Chai yako nyeusi pamoja na ile ambayo unaipendaga tangawizi ambayo unaipendaga. Wewe nenda tuna nini? Nitakuchanganyia na tangawizi. Naelewa vizuri kwamba unapendaga isagwe tena ndogo ndogo kabisa. Unaenda wapi mama? Tuna pikipiki, wewe sema tukupeleke wapi? Unaonekana kama hauna haraka. Hataki kwenda kokote bwana. Kuna mtu anamsubiria hapa. Dada, Mama, dada, subiri, kuna mtu kakudhi. Njoo kuchangamshe dada. Mama, tupo hapa kwa ajili yako, usijali. Dada, taratibu bwana. Si unajua sisi vijana bwana, damu inachangamka. Ni sawa, hamna shida. Nenda kukutana na baba yako mtarajiwa, au unaonaje? Sinasema ukweli, sio? Mama, unaenda wapi? Njoo nikubebe, pikipiki yangu iko huru. Njoo nikubebe twende, usiwe na shaka. Mama, usiogope, njoo bana. Kwa nini unaogopa? Njoo. Mama, kuna kitu sikielewi. Kwanza umeniomba nimtoe Rachna, si ndio?
Halafu wewe huyo umenikataza mimi tena kwenda kule. Kwani kuna nini kinaendelea mama? Mahesabu ndo yanayoendelea kwenye akili yangu. Kwenda tu nyumbani kwao, mchezo wetu umeenda vizuri sana na tumefanya watu washuhudie pia, na watu wote wamethibitisha kuwa sisi tulienda pale kwa ajili ya kutengeneza undugu tu, ila kikubwa kitakachotokea ni pale tu tutakapotoka nje ya nyumba yao. Macho ya watu wa dunia hii yatawavua wote nguo. Kaka, leta mizigo hapa. Sawa? Sawa, iweke hapa. Ndiyo, hii mifuko ya mchele iweke hapa. Na hiyo pochi pia iweke pembeni. Hiyo tayari nimeshaiweka hapa. Sawa? Nimeshakwambia mara nyingi sana, lakini sijui kwa nini hutaki kunielewa wewe. Mara ya mwisho nilikuwekea mpaka. Sasa hivi umeamua kuweka duka lako karibu na barabara kabisa. Ni kwamba kunielewa au? Unajua kabisa watu wanapata matatizo, alafu na wewe ujali. Na wewe kaka, naongea na wewe. Kuna mtu tumechofua kwenye hili bomba. Hebu fikiria, hili bomba likiziba itakuwaje? Mvua zikinyesha na maji yakianza kujaa, basi haya maji yatatuama na kuanza kuingia katika majumba yenu. Au hamuelewi? Majumba yenu yatachafuka. Inabidi uteme pale. Mwaga maji hapa na uchafu utupe huku. Kwa nini nyinyi watu hampendagi usafi? Yaani nyinyi watu mnanishangaza sana. Hebu acha takataka zangu bwana. Kasafisha nyumba yako kwanza huko bwana. Unamaanisha nini? Unamaanisha nini? Ongea waziwazi nikuelewe. Unataka kusema nini? Wewe usijifanye una hatia hapa. Watu wote hapa wanajua dada yako nini amekifanya. Hapa wanaishi wastaarabu tu. Hatutovumilia tena. Nakwambia kwa heshima kabisa. Kwanza ondoka hapa mtaani kwetu. La sivyo tutawadhalilisha na kuwatoa hapa nje. Ala, tulifikiri kuwa muungano wa huyu binti tayari ushafutwa. Yaani hayo mambo yanatuboa kweli kweli aisee. Kijiji kizima kimeshachoka hapa. Ndio ni kweli kabisa. Lakini hadithi iliyo hapa ni tofauti kabisa. Wewe hebu nyamaza, labda mimi ndo niwaambie ukweli hawa. Tayari ameanza tena. We Suresh, unataka sisi tunyawaze? Uliweka sheria ya kwamba hakuna tatizo litakayotokea katika jamii. Unamkumbuka yule msichana aliyekuwa anakaa katika chumba kimoja? Alikuwa anafanya kazi mbaya sana, na muda ule ulipeleka notice kwa katibu na ukamtoa yule msichana. Hilo alikuwa jambo zuri ulilomfanyia. Ninachotaka kukisema hapa ni kwamba kupata ujauzito kabla ya harusi sio kosa kabisa. Unaongea pumbavu gani huo? Dada yangu lazima aolewe. Kuona maana kuwa utaka kumwozesha tena siku 2 zilizopita? Kwa kweli hilo ni kosa kubwa sana ulilofanya. Sasa nataka uniambie ukweli ili niweze kwenda kuripoti kituo cha polisi. Wewe ndiye uliyosababisha hata nikaweza kufunga duka langu. Na wakasema kwamba natumia mafuta yaliyokwisha muda. Wewe uone ya kwamba watu watalalamika wakija kununua vitu dukani kwangu. Wewe na familia yako mmeharibu kila kitu hapa. Na kuona jamii na kasoro. Sio vizuri kabisa kusimamisha biashara za wengine. Inakupasa uanze kusimamisha biashara za dada zako. Oya Vishal, unafanya nini huko? Jo. Oya njoo mwanangu, ameanzisha vurugu. Unafanya nini wewe? Hem, jiangalie jinsi unavyoongea vibaya kuhusu dada yangu. Wewe, uone jinsi anavyoongea kuhusu dada yangu. Kwanza wewe ndio uliyemuondoa yule msichana kwa sababu ya kutokupenda tabia zake. Sikiliza, wote tulimuongelea kuhusu yule msichana na wewe pia ulikuwa miongoni mwao. Unakumbuka? Hebu sikiliza bwana Suresh. Sheria zinatakiwa ziwe sawa kwa watu wote. Sisi sote hapa tunafahamu nini alichokifanya dada yako, na dada yako hawezi kuendelea kukaa hapa tena, na anatakiwa kuondoka hapa mara moja. Na hata wewe pia kama unataka unaweza kaondoka tu. Twende zetu Sanjay, twende. Subiri kidogo kaka. Wewe ni nani mpaka muondoe katika jamii? Mimi ni katibu. Aha, kwa hiyo leo ndio unajua kama wewe ni katibu eh? Leo ndio unajua kazi zako zote. Barabarani kuna mashimo pindi ajali zinapotokea na watoto wanagongwa. Wewe unakopa wapi hasa? Suresh alikwenda ofisi za BMC kutoa malalamiko. Alikuwa akifikia mashimo barabarani. Katika kipindi cha mvua pindi maji yalipoingia katika nyumba ya kila mtu. Suresh alikwenda katika ofisi za BMC kutoa malalamiko. Akaleta watu kutoka manispaa kuja kusafisha nyumba za waathirika. Taa za barabarani zilikuwa zimeungua sehemu ambayo watoto huwa wanajisomea. Ni Suresh ndiye alikwenda katika ofisi za BMC kulalamika. Alikwenda zaidi ya mara 4 kutoa malalamiko lakini hakuna kilichotekelezwa. Aliamua kusitengeneza taa yeye mwenyewe lakini akapigwa na shoti. Unaweza kusema alikuwa wapi kipindi kile? Kwani huyu ni mwenyekiti wa mtaa ama huyu ni katibu? Sivyo, sio? Lakini kila wakati amekuwa akijishughulisha na hizi kazi kwa sababu maisha ya watu wa aina yenu hayawezi kuwa marahisi. Lakini leo hii ameingia matatizoni. Badala ya kukaa chini mjadiliane naye na mumsaidie mnamumbeti aondoke. Kwa hiyo ameamua kuweka imani yenu yote na kumsikiliza yule mtu ambaye ameharibu maisha ya dada yake. Inabidi muwe na haya nini nyote. Wao wanasema tukiwa na matatizo jirani yetu ndio mtu wa kwanza wa kumkimbilia. Lakini kwetu majirani tunadhalilishana. Tayari tumeshaamua. Wote wanatakiwa kuondoka. La sivyo tutawaondoa kwa nguvu mahali hapa. Unatakiwa uelewe. Jamani, utaanzaje kuwafukuza niambie? Ila ni nyumba yetu. Hatujapanga bali ni ya kwetu wenyewe. Mtu yeyote ambaye ametimia ajaribu kuingia katika ile nyumba na kumchukua mtu yeyote yule. Rachna ataishi hapa na hata kwenda kokote. Tuondoke Suresh.
Kulikuwa kuna haja gani ya wewe kunisaidia mbele ya wale watu? Mimi nilikuwa naongea. Sasa kwa nini umegombana na yule katibu? Unajua wewe ni nani? Unajikuta wewe ni malkia shujaa wa Jansi au? Suresh, wewe ulikuwa nini? Hivi unafikiri familia yangu ikiwa kwa matatizo, mimi nitashindwa kuisimamia na kuisaidia? Ulikuwa unadhani sijiwezi Na hiyo ndio sababu iliyokufanya utoke ndani uje pale mtaani eti unakuja kunisaidia eti Ni kwa nini unaongea na Pragya namna hiyo? Yeye alitaka kukusaidia tu. Na hiyo ndio maana yangu, alitaka kunisaidia. Lakini kitu ambacho yeye akielewi, baada ya kufanya yote hayo, amejiingiza kwenye matatizo bila hata mwenyewe kujijua. Bila kufikiria chochote kile, amekuja kuikabili jamii nzima. Atashughulika na yeyote yule ambaye atakamtoa Rachna ndani. Haya, niambia hapo shangazi, itakuwaje kama katibu akiweza kufuatilia? Tayari mdogo wangu amevumilia mengi sana shangazi. Na mimi sitaki kumwona mtu anapata shida eti kwa sababu yangu. Hivi ukuweza kufikiria hata mara moja Ni kitu gani kitatokea kama ukienda kinyume na jamii unayoishi? Wewe wala ukitaka kufikiria mara mbili? Kulikuwa kuna haja gani? Kwa sababu matatizo yako ni matatizo yangu pia. Shangazi, tafadhali mueleweshe huyu. Hapana mwanangu, sihitaji kumwelewesha, nahitaji kuelewesha wewe. Ulikuwa unasema nini? Hapa wanawake wanaishi peke yao, hawawezi kufanya haya yote. Tumekuwa tukikaa hapa kwa muda mrefu na tulikuwa tukiyatatua matatizo yetu. Umekuja kwenye maisha yetu na umeanza kuyatatua matatizo yetu. Hatukukataza, tumekufanya uwe mmoja wa mwanafamilia yetu. Pragya alitaka kukusaidia, sasa ni kwa nini unakasirika? Au unadhani ya kwamba tunaweza kukuacha pindi utakapokuwa kwenye matatizo? Hata kama ungekuwa jirani yetu tungekusaidia. Na leo wewe sio jirani, ni mkwe wa nyumba hii. Na nyie siku sio nyingi mtaenda kufunga ndoa. Kwa hiyo wewe ni mume mtarajiwa. Tutakusaidia, yani upende au usipende. Shangazi. Rachna, vipi mwanangu? Mbona unalia? Akash alinipigia simu tuonane, lakini hakutokea. Na nilipokuwa namsubiri, baadhi ya vijana wa maeneo haya walikuja pale na kunikosea adabu. Yaani nitakipiga hichi? Hapana mwanangu. Najua hili sio kosa lako Rachna. Wewe ulimwamini sana Akash. Ndio maana ulimpenda kwenda kuolewa naye. Lakini nifanyeje? Niende wapi? Nitaenda kuongea na nani? Ndiyo dada, kama mchungaji anataka kurudisha siku nyuma, basi sisi hatuna tatizo. Hata hivyo tayari tumeshaanza maandalizi yote. Ndiyo, na nyinyi fanyeni maandalizi. Kwa heri. Hiki ndicho nilichokuwa nakitaka. Mimi mwenyewe na haraka kuikamilisha hii harusi. Prim, ni kuchafu sana hapa. Ni kwa nini hufanyi kazi vizuri? Mama yangu huwa hapendi uchafu kabisa. Pindi mshahara wako utakapoanza usianze kulia. Mama, huwa hupendi uchafu. Ndiyo maana nimemsema. Niko sawa Lakini mama, walikuwa na haraka na umewakubalia harusi. Itakuwaje kama kaka yake Rachna na Rachna wakafika hapa na taarifa za DNA? Itakuwaje kama watakutana na bibi? Bibi ni lazima ataikataa hii harusi. Hata wewe mwenyewe pia umetoka katika familia ya daraja la kati. Watu wa daraja la kati wana kitu kimoja tu cha thamani, nacho ni utu wao tu. Kwa sababu ya ujauzito wa huyo Rachna, tayari wameshadhalilika. Kama hatafikiria kufanya hicho kipimo. Na ndio maana katika mambo kama haya, wazazi wa msichana huamua kukaa kimya. Hakuna anayeweza kujitokeza. Haijalishi tutaongea kiasi gani kwamba msichana na mvulana wote wako sawa. Lakini mpaka leo hii, wakifanya kosa lolote lile, basi lawama zote zinamwangukia msichana pekee. Macho ya watu wote yanakuwa yanamwangalia yeye tu. Na ndio maana wala usifikirie kuwa wataenda kufanya vipimo vya DNA. Ndiyo, nimeipata. Umeona shangazi? Si nilikwambia naweza kufanya chochote kile bila Bulbul. Hivi kweli mwanangu unahisi wewe umefanya kazi kubwa sana Kwa kutafuta ndo kipande kimoja cha karatasi. Tena kwa masaa mengi namna hiyo. Kama ungetaka ungeniuliza mimi leo miadi yako ikoje.
Lakini hapana, ulitaka tu kuonyesha kwamba unaweza kufanya kila kitu bila ya Bulbul. Na ndiyo maana mpaka sasa masaa 6 yamepita unafanya kitu hiki. Hata udanganye kwa kiasi gani, lakini huwezi kujidanganya mwenyewe. Na hata ukijaribu kadri uwezavyo, lakini huwezi kuficha hisia ulizokuwa nazo kwa Bulbul. Hisia gani shangazi? Mimi sina hisia zozote zile kwake. Hayo maneno yako unayoyatoa hayaendani kabisa na kilicho usoni mwako. Umemfukuza kazi yule msichana wa watu bila sababu kwa kuwa unamwogopa. Na pia umeshaanza kumpenda. Hakuna kitu kama hicho. Nimefanya kazi na wewe kwa miaka 5 sasa Purab, lakini sijawahi kukuona ukiwa na tabia kama hizi kwa sababu tu ya msichana. Yaani toka kaondoka, yani wewe unamfikiria sana yeye. Kwa sababu unajua hicho kitu wewe ulichomfanyia hakikuwa sawa kabisa. Sio hivyo shangazi. Kama ni kweli unasema hauna hisia zozote zile kwake, basi mpigie simu arudi kazini. Nitakubali kwamba nimekosea na wewe uko sahihi kabisa. Dada, ulikuwa unatakiwa mwache tu Rachna aende kukutana na huyo Akash wake. Kijana mbaya sana. Na mbaya zaidi hata bosi wangu. Hii simu kutoka ofisini. Hello? Pura baba. Wewe, kwa nini unapiga simu? Nimebeba kitu gani tena? Nakuuliza nimekuibia nini? Sikiliza, kiukweli nimegundua kwamba nilifanya maamuzi ya ghafla sana na kurupuka juu yako. Kukufukuza kazi. Najua mimi nilifanya kosa kutokukuelewa. Na ndio maana nataka urudi ofisini. Najua fika mwana Pura kwamba sasa hivi utakuwa unaita ofisini kwako kwa ajili ya nini? Vikao vyako vyote, mafali yako yote lazima utakuwa shagarabagara sasa hivi. Ndio maana umempiga simu, si ndio eh? Mbona unaongea vitu vya ajabu hivyo? Yaani nakupigia simu urudi kazini badala ya kushukuru unaanza kuniongelesha vibaya. Uliongea vitu vibaya kwangu. Nimesema nilichotaka kusema. Kama unataka kurudi kazini unakaribishwa sana, na kama hutaki basi hiyo juu yako. Lakini ni mtu ajabu kweli. Yaani baada ya kusema samani anaanza kunikalipia. Nini kimetokea? Dada Pura sema nipigie simu sasa hivi hapa. Eti ananiambia kwamba nataka nirudi na ofisini. Bulbul lazima uende. Lakini mimi sitaki mshahara wake. Wala sitaki kufanya kazi pamoja na yeye. Bulbul, hivi asubuhi nilikwambia kitu gani wewe? Hakuna kwenda kuulizia kuhusu kazi wala mshahara wako kule. Bali zile shutuma ambazo alikuwa amekupatia uende ukazisafishe. Inakubidi uende kumuelezea kwamba sio mwenye makosa. Mwenye makosa ni yeye na kwamba alishindwa kukuelewa. Ila dada. Bulbul, si nilishakwambia utakwenda kumkosoa. Lazima nithibitishe kwa alikosea. Ulifanya ile kazi ambayo shangazi alikwambia uifanye? Ndio, nilikuwa naenda ile nikakumbuka pikipiki hapa. Plagi zilikuwa chafu kidogo, kwa hiyo nilikuwa najaribu kuziangalia hapa. Na tayari fundi nimeshampigia, kwa hiyo mimi ndo namsubiria hapa. Nakumbuka kipindi kile mara ya mwisho ambako ulikuwa ukisafisha pikipiki yako, plagi yake ilikuwa upande huu hapa. Ulikuwa unapaswa kwenda kulipia bili ya vinywaji. Nimeshaongea naye, ile atamtuma mtu aje kuchukua pesa zake. Na je, bili ya umeme? Nimelipia mtandaoni na nimeshapigia fua nguo na nimechukua namba za muuza mboga mboga. Nimeshalipia gharama za magazeti na mtu wa simu bado hajafika. Nakumbuka kila kitu, basi nenda. Ha? Unatafuta kila njia na sababu zote za kushindwa kutoka nje ya nyumba. Kwa sababu unaogopa kama ukitoka nje na watu wakaanza kuongea maneno mabaya kuhusu dada yako Rachu, utafanya kitu gani? Ndio naogopa. Mimi ni mwoga sana. Kama mtu yote angekuwa kwenye nafasi yangu angeogopa. Mimi najua fika kwamba Rachna danganyi. Ila nitaelezaje kwa watu? Nitafunga midomo kwa watu wangapi? Na ndio maana nilisema kwamba tutafanya vipimo vya DNA, lakini nitawezaje kufanya kitu kama hiko? Mimi ni kaka yake mkubwa. Na kama mimi nitafanya hivi, basi nitakuwa ni mtu wa kwanza kumtilia shaka. Fanyeni kipimo cha DNA. Wala watu hakuna hata aibu kusema neno kama hili.
na ndio maana nimetoa uamuzi kuwa mimi, mama na Rachna tutaondoka kwenda sehemu nyingine kabisa, sehemu ambapo hakuna anatufahamu. Nitatafuta kazi na jina la Rachna nitalibadili, na pia lazima atafanya kazi. Amesoma na anaweza kujitegemea mwenyewe. Kila kitu kitakuwa sawa, tutakuwa na maisha ya kawaida. Na pia kutakuwa na faida gani kama tayari tuko umeshadhalilika? Sasa kujitegemea kutakuwa na maana gani kama utakuwa umeshadhalilika? Suluhisho la hili ni moja, nalo ni vipimo vya kinasaba. Hebu naomba niangalie Suresh. Tafadhali naongea na wewe, angalia huku. Mimi ninafahamu ni vigumu kiasi gani kwa mtoto wa kike kwenda kutoa ushahidi dhidi ya mtoto wa baba yake. Ni jambo la kudhalilisha sana. Lakini tunatakiwa kufanya kitu kimoja, Suresh. Watu waliofanya makosa wanaishi raha mustarehe, na ninyi mnaishi maisha yenu mkiwa mmejificha. Haki gani itatendeka hapo? Unawezaje kuliruhusu hili litokee? Suresh, wale wote ambao wamemnyoshea vidole Racho, inakubidi uende kwa wape somo waelewe. Na hakika utalipata funzo pindi tu utakapochukua vipimo vya kinasaba vya Racho na kwenda kuwaonyeshea. Na sio kwamba ninakwambia uende ukavifanye vipimo ili tu Racho aweze kuolewa na Akash. Maana kwa hakika kabisa Akash atakiwa kumwoa Racho, lakini inambidi apewe funzo. Hata mimi nafahamu kwamba Rachna ni mtu aliyeelimika, Suresh. Anaweza kupata kazi popote pale. Lakini je, Suresh, ulimsomesha Rachu ili tu aje kufanya kazi? Vipi kuhusu maisha yake? Ina maana hayo hayahusiki? Inambidi aipiganie jamii na kuipigania haki yake pia. Akifanya hivyo anaweza kuishi kwa kujiamini kabisa. Yeye ni mdogo wako, mpatie mapenzi ambayo anayastahili, Suresh. Na pia usije kurudia tena kumdhalilisha dada yako mbele ya watu, tafadhali. Usije kuthubutu kumwangusha, Suresh.